mzito? Mimi nimepata kwenye tendo, sipati kwa sababu tendo la siri babangu. Ila alipokuwa mjamzito alinitaarifu, mama mimi mjamzito. Kaza mashallah, nimeshukuru. Tumefurahi, mtu kupata ujauzito ni jambo jema kakaangu. Kwa hiyo tumefurahi sana, ndio maana hata nilivyoona leo siku lazima nije kwa sababu jambo la uzito ni kubwa. Na usione hivi mtu kubeba ile tumbo kazi. Mwenelewe? Kwa hiyo ni jambo la kuja kumpongeza mtoto wetu kwa kweli. Nimetoka Mwanalumango. Baba Mwanalumango unaijua? Msanga hiyo, ishachezea vumbi la udongo mpaka nafika hapa. Umesema wewe ni mamake mdogo, kwa hiyo lazima utakuwa na majibu ya ndani zaidi. Watu wengine wanasema tayari amejifungua, leo ni kama ameamua tu kufanya kiini macho lakini tayari amejifungua. Kuna ukweli wowote kwamba Zuchu tayari amejifungua? Kwanza kabisa wanasema wao wamejifungua, wao ndio walikuwa naeleba. Kwa sababu mtu hawezi kumpangia mtoto mwenzako akajifungua wakati hujui. Kwa hiyo watu waache waamini hivyo akajifungua. Sisi kama wakina mama ndio tumekuja kumuona Zuchu. Kama akajifungua mtajua leo, kama hajajifungua mtajua leo. Kwa hiyo mimi siwezi kutoa jibu kaka. Kwa ndio unatamani mtoto wa jinsia gani? Mimi nataka wa kike. Kwa sababu mkwe wetu ana watoto wa kiume wengi, wa kike huyu mmoja. Kwa akipata wawili wamekuwa watano. Kwa bado mnamhesabia kwamba ni mkwe kwa ukubwa huo, sio? Ndio yule mkwe wetu, kwani katoa mimba na jini yule? Katoa na binadamu ajulikana. Yule mkwe wetu. Sawa. Mitandaoni story ni kwamba baada ya Zuchu kutangaza kuwa na ujauzito, watu wengi sana wamempongeza, lakini familia ya wakwe ni kama wamefunga vioo, hawajatoa pongezi yoyote. Una neno kuhusu hili? Sio kila mtu. Yaani katika dunia ukipendwa na mumewe inatosha. Ndio maana hata unavyoona katika maisha akupende mwanamume. Umeelewa Mwanamume inatosha. Mama mkwe labda ana mambo mengi, wewe sijua. Umesikia Wengine kuposti ni mtu kupenda. Umesikia babangu? Ndio. Lakini mwenyewe makaanga mpango simjui. Kwamba mwanaume naye manyanyaso ni mengi kwa binti. Ana uwezo huo. Uwezo huo hana kumnyanyasa mwanangu. Uwezo huo hana. Hana uwezo wa kumnyanyasa. Hayo maneno tu hata kwenye kanga hapo. Utakuwa na za ndani sana. Hawa ni watu ambao wanaishi kisasa. Naamini tayari Zuchu anajua tumboni amebeba mtoto wa jinsia gani. Wewe tayari umepata taarifa kwamba mtoto aliyepo tumboni kwa Zuchu ni jinsia gani? Mimi ninavyojua mapacha. Wow. Mimi ninavyojua mapacha, lakini siri ya Mwenyezi Mungu. Unaweza akajua mapacha, Mungu akakutolea mmoja. Lakini mimi naomba kama mama mdogo, Mwenyezi Mungu amjalie apate mapacha yake wa kike wawili. Wewe ulijuaje ni mapacha? Sisi tunajua kuna tumbo kiliangalia limechongoka, jua mtoto mmoja au wawili babangu. Sisi ya macho tukiangalia tunajua kama huyu mtoto wa kike wa kiume. Mtoto wa kiume ana staili yake, wa kike ana staili yake. Ndio maana ukimwangalia mwanangu hajachoka. Yuko vizuri jamani Zuchu, unamwona? Kwa hiyo huyu lazima alete mtoto wa kike. Na comment za watu kwamba mbona pua wenzake watu tunaona anaharibika, pua inakuwa kubwa na nini, mbona yeye yuko vile vile, kwani kuna siri gani? Bwana sio masikini, anakula udongo huyu. Huyu ali udongo baba. Huyu anachezea hewa nzuri baba, huyu anachezea pesa. Pua inaharibikaje? Wewe toka asubuhi na kaza kula midongo, pua itashinda kubomoka. Mimba ya kitajiri pua haiwezi kuharibika babangu. Asikwambie mtu masikini unaharibu mimba. Ndio nakwambia. Kwenye kipindi cha ujauzito wa Zuchu ni chakula gani alikuwa anapendelea sana kula? Huyu alikuwa anapenda sambusa, bagia, yani vitu vidogo vizuri vile. Lakini sio mtu, afu alikuwa hana stress sababu huyu anapenda kuimba. Huyu ni mtu wa furaha, mtu wa kuswali. Umeelewa Afu sio mtu wa kuzula. Mtu anaharibika kwa sababu mtu ana mimba, anatoka hapa kali yako kwa vumbi limemjaa, mtu anazunguka chakula cha maana hana mtu. Yani sio hata nikuelezeje kaka. Yani alikuwa na kisirani cha ujauzito? Huyu alikuwa hana kisirani, ile alikuwa anapenda sana kuimba. Kuimba, kufanya kazi. Na ndio maana hata changamoto za miguu kuvimba alikuwa hana. Ndio. Watesi wamekuwa wakifananisha tukio la Zuchu na picha za zopiga Alia na Mama Dangote. Wana maana gani? Maana baada ya Zuchu kwa chezi picha watu wakaanza kuunganisha picha kwamba sasa itakuwaje? Wanauliza itakuwaje nini sasa? Ndio maana mimi nashauri wanaotoa simu za mkopo angalau tu kuwapa, kwa sababu wagombanishi sana wanakopa simu. Mtu umeenda dukani kwa simu yako huwezi kucomment mambo ya kipumbavu. Kwa kuna watu wachunganishi tu. Ile watu wajue sisi hatuna shida na mtu. Wala huyu ana shida na mtu. Kwa hiyo ukiona mtu kuchukua picha au ni wagombanishi, unajua kaka yangu, mtu akachukua picha yako imadi kutengeneza husda. Lakini hapa hamna ugomvi. Hiyo ni cheche tu. Kuna mtu atataka kujua kutoka kwa mamake mdogo Zuchu, ni kweli kwamba Zuchu na familia ya ukweli wako sawa?
Hapana. Jana yaani kusema wanagombana? Hawana hata ugomvi nakwambia. Kwa hiyo Zuchu na Mama Dangote wako vizuri. Wako vizuri kabisa, mimi ndo nakwambia. Hapo Zai. Kwenye tukio la Mama Dangote kusherehekea miaka yake kuzaliwa. Hata Hadija Kopa alishindwa kabisa kufika. Tuseme labda tuashumu Zuchu alikuwa labda ni mambo ya ujauzito. Lakini hata Hadija Kopa tukushiriki pale. Hadija Kopa nakumbuka alikuwa Zanzibar. Alienda kwenye kazi. Tena nakumbuka mimi nampigia simu ananiambia nipo Zanzibar, tena nilikuwa nataka nifike kwenye shughuli ya mkwe mwenzangu, lakini nimeshindwa, nimebanwa. Kikweli kabisa alinisikia mwenyewe kwa masikio yangu. Bibi Hadija hana shida. Mimi nimeishi na yule mama. Ukishindwa kuishi na huyu mama, huwezi kuishi na sana paka. Huyu mama ana roho ya peke yake. Kama kwamba ma ex walitawala sana kwenye sherehe. Kiasi ambacho hata kuna maneno alikuwa nasikika Diamond mwenyewe anasema kwamba mama anasema Lia hajalishwa keki. Lakini Mama Dangote kusikika akisema hivi. Alisikika nani? Kwamba Lia hajalishwa keki. Ukiona ile za kijonongo. Yule baba alikuwa anasema hivyo. Kaa ukijua kwamba baba mkwe ni mtu maarufu. Anapendwa na wanawake, anapendwa na wanaume. Yaani wanavutia kutokana na kazi yake. Kwa hata mimi mwenyewe unavyoniona hapa, leo atoke mtu mwenye pesa nitakataa. Kwa mwacha gombaniwe mkwe wetu, lakini wakiwa kijua ni wakwe wetu, ndo tumeshaleta mtoto. Hata wewe hapa mpaka Tanga. Sisi tunamjua yeye. Tunamjua Zuchu, wao wengine mimi hatuwafahamu. Kwanza nanisikia leo kama siku ile walijaa watu wengi leo. Mimi nina maswali mawili ya mwisho. Kwanza ongereni sana tena kwa mara nyingine. Lakini hapa kati pamekuepo pia na story ambayo imemhusisha Zuchu sana. Amejifungua mke wa kakake Diamond, mke wa Ricardo Momo, na mtoto akapewa jina la Halia. Story ambazo zilileta kashikash kwenye mitandao, watu wanasema kwamba Zuchu amekwazwa sana na hilo, amegombana na mume wake kwa sababu Halia ni jina ambalo linadaiwa kuwa ni la mwanamke ambaye alikuwa mwanamke labda wa mume wake. Kuna ukweli wowote kati ya hili kwamba baada ya familia ya Diamond kumpa mtoto wao jina la Halia, mtoto wako Zuchu alichukia na akareact vibaya? Sasa mimi nakumbuka Zuchu alifurahi sana. Na katika watu wanaopenda familia ya Zuchu wa kwanza. Anaipenda sana familia ya mume wake. Lakini kuna majina huwezi kumzuia mtu. Hata mimi natamani kama Zuchu mwanae amuite Beyonce au nani kila mtu na majina yake. Wao wamempenda Halia ndio jina lao. Kwa na sisi natamani mwanetu kama watoka wa mapacha wamuite Beyonce, akitoka wa kiume atafute jina. Yaani mimi hapo akukasirika kwa alifurahi sana. Tena nakumbuka alimpa hongera, alimtumia message. Kama bibi mtu leo umeleta zawadi gani kwa ajili ya mjukuu? Mimi ya kwanza zawadi nilomletea mjukuu wangu. Nimekuja na mashia kama 10 hapo kwenye gari kwa ajili ya dua. Kwa sababu leo kukosekani husda na hasada. Kwa sababu maneno ni mengi, wasije katotea balaa kwa mjukuu wetu. Kwa hiyo tumekuja na mashia kwa ajili ya dua. Na ndio maana hata ishuhuri ukiona mtu alofika uje kaalikwa. Hakuna mtu atoka kama atoka shambani usingizini kaja kwenye shughuli. Kila alofika hapa kaalikwa. Kwa hiyo sisi tunachoomba ni dua, na zawadi nyingine nimeletea nyingi zipo kwenye gari. Kwa sababu mjukuu wangu sina zawadi ya kupokea kitu anacho mamake. Sawa, sisi tukushukuru. Asanteni jamaa.